Ikiwa tunafahamu jana klabu ya Simba wamemtambulisha kocha wao mpya Steve Barker kutoka Afrika Kusini. Sasa kumekuwa na mitazamo ya watu wakitoa comments zao kwa namna mbalimbali, kwa namna ambavyo wanamfahamu kocha huyu, ikiwemo waandishi wa habari, wachambuzi wa soka kwa hapa nyumbani, lakini pia hata wadau tu wa mpira wa miguu pamoja na mashabiki. Kila mmoja amekuwa akitoa mtazamo wake kwa namna ambavyo wanamfahamu. Sasa jukwaa hili pia tulipata nafasi ya kupata mtazamo wa juu ya kocha huyo, kwa maana ya wasifu wake anapotoka na kila kitu. Lakini kwa wakati huu nilisema haitoshi. Sisi hapa nyumbani tayari tumeshamwangalia na vitu vingi, kwa maana ya aina yake ya mpira, aina yake ya management. Tumeangalia pia profile yake, ule wasifu wake umekaje. Kama haitoshi, sasa kupitia jukwaa hili la Mzinga Sports nikaamua kwenda mbali zaidi, kwa maana ya kwenda Afrika Kusini kupata ripoti yao wenyewe. Wanazungumza nini juu ya Steve Barker, lakini wanazungumza nini kuhusu huu usajili ambao Simba wameufanya, kwa maana ya kumchukua Steve Barker na kuwa kocha wao sasa, ambaye anakwenda kumrithi Dimitar Pantev. Mtazamo uko vipi? Namna ya kupata mtazamo, njia ambayo nilitumia ni kwenda katika moja ya page kubwa pale Afrika Kusini, page ambayo ukurasa wa Facebook ambao uko chini ya moja wa waandishi nguli kutoka nchini humo. Huyu anaitwa Rollens Kola, ni mwandishi wa kutumainiwa kutoka katika taifa hilo la Afrika Kusini. Rollens Kola mara kadhaa huko nyuma nilishawahi kutoa ripoti ya comments za watu, mitazamo ya watu ambayo inapitia kwenye platform yake. Sasa tuliangalia kuhusu kocha Romain Folz wakati anakwenda ndani ya kikosi cha Young Africans, jinsi ambavyo watu Afrika Kusini walikuwa kimpasua. Comments zilikuwa negative nyingi, yani kila comment tunayopitia unakuta inazungumza negative. Yani mara chache sana unakuta comments 20, 1-2 ndio zinazungumza positive, lakini nyingine zinazungumza vibaya. Sasa kwa Steve Barker mambo yako vipi? Wa Afrika Kusini wao ndo wanamfahamu zaidi huyu kocha, kwa sababu ni raia wa kwao na amefundisha maisha yake yote katika taifa hilo. Wenye comments zao ziko vipi? Wanasemaje juu ya Steve Barker? Nilichokifanya ni kwenda kuchukua randomly comments, kwa maana ya kupick katika comments mbalimbali. Sasa hapa nimekuja na hizi comments ambazo, au mitazamo ambayo watu hawa wamezungumza juu ya kocha Steven Barker. Tukianza na comment ya kwanza, huyu anaitwa Sbonga Dlamini. Mwenyewe anakubali kwamba huyu kocha ameifanyia makubwa sana Stellenbosch. Na miongoni mwa makubwa hayo ni kucheza cup finals. Cup finals manake kama finali za FA hizi, lakini pia kuipeleka Stellenbosch katika hatua mpaka ya nusu finali ya michuano ya CAF kwa ngazi ya klabu, hususan katika kombe la shirikisho. Hapa anamaanisha msimu uliopita. Kwa hiyo anaamini hiyo ni kazi nzuri, na amemalizia kabisa kwa kusema excellent job, kwa maana amefanya kazi yake vizuri sana. Huyo ni Sbonga Dlamini. Lakini tukimwangalia mwingine anaitwa Shimi Mabela. Mwenyewe sasa anasema a good dancer know when to leave the stage. Anamaanisha kocha ameondoka ndani ya Stellenbosch muda sahihi, akimaanisha kwamba mchezaji mzuri katika jukwaa anajua muda gani wa kuondoka jukwaani, yani ule muda ambao maybe anahitajika, au muda ambao anafahamu kwamba mazingira labda yanabadilika, ndo muda ambao anaondoka. Kwa hiyo anamsifu Steve Barker kwa kufahamu kwamba huu ndo muda sahihi wa yeye kuondoka, kwa maana soko lake labda liko juu, kwa sababu timu tayari ameshaitengeneza kuwa timu strong na tayari ipo katika michuano ya shirikisho kwa maana ya ngazi ya klabu. Mwingine huyu anaitwa Letlo Gonolo Moze. Majina ya kibondeni hayo. Anasema kila la kheri Steve Barker. Anastahili kufundisha timu kubwa, akimaanisha Simba. Anastahili kufundisha timu kubwa. Na swali lake sasa analojiuliza, je, Stellenbosch itaendelea kufanya vizuri chini ya mtu mwingine? Yeye alifanya Stellenbosch kuwa nzuri, kuwa imara. Kuna mtu mwingine anaweza kuifanya Stellenbosch kuwa kama ilivyo? Hilo ndo swali lake ambalo ameuliza. Kwa hiyo ana wasiwasi tu na hilo, lakini kwa maana ya kocha anasema anastahili kwenda kufundisha timu kubwa kama Simba. Mwingine huyu anaitwa Malibongwe Mshengu. Malibongwe bwana anasema Stellenbosch lost diamonds here. Anamaanisha kwamba Stellenbosch wamepoteza almasi, yani ni madini ya almasi wameyapoteza
kwa maana ya kuondoka huyu kocha Steve Barker. Bado ni positive comment, of course, kama nilivyosema kwamba comments nyingi zinaonekana kuwa ni positive, kwa maana ya watu wanamzungumzia vizuri Steve Barker kwenye engo mbalimbali. Lakini mwingine anaitwa BNT on. Yeye anasema ameona boti linazama, ameamua kukimbia. Ameona jahazi linazama, ameamua kukimbia. Sasa hapo anamaanisha kwamba Stellenbosch katika ligi ya Afrika Kusini wako nafasi ya 14, nafasi 2 tu kushuka daraja. Kwa hiyo anamaanisha anaona boti linazama, kwa hiyo anaamua ale nyoya, anachimba. Kwa hiyo huo ndo mtazamo wake huyo BNT on. Yes. Mwingine anaitwa Smangaliso Mdileche. Mwenyewe anasema he is one of the best coach. Anasema huyu ni miongoni mwa makocha wazuri sana ndani ya Afrika Kusini. Lakini watu wengi labda hawakuweza kufahamu vision yake ya mpira. Watu wengi walikuwa hawajajua kuhusu uwezo wake wa kimpira. Lakini ana admit kwamba huyu ni miongoni mwa makocha wazuri sana ndani ya Afrika Kusini. Huyu mwingine anaitwa Andile Mtombela. Yeye anasema big lose for Stellenbosch. Yani Stellenbosch wamepoteza sehemu kubwa sana. Na anasema pia so Stellenbosch tu, Cape Town imepoteza mtu mkubwa sana, kwa sababu huyu Stellenbosch inatokea Cape Town. Huyu Cape Town wamempoteza huyu mtu. Lakini sio hapo tu, akasema ligi kuu ya Afrika Kusini PSL imepoteza mtu wa maana. Kama haitoshi, akasema all football lovers wa Afrika Kusini, wale wote wapenda mpira wa Afrika Kusini wamepoteza mtu muhimu, akimaanisha kwamba Steve Barker ni miongoni mwa watu muhimu sana kwenye kikosi, kwenye taifa la Afrika Kusini, kwenye wapenda soka wa Afrika Kusini, kwenye ligi kuu pamoja na klabu pamoja na mji wa Cape Town. So hayo ni baadhi ya mawazo, bado yanaendelea, mitazamo inaendelea. Kuna mwingine hapa anaitwa YGRSA, maybe RSA ni Republic of South Africa kwa sababu kifupi chake ni RSA. Anasema downfall for Stellies, anamaanisha ni anguko kwa Stellies, ni anguko kwa Stellenbosch. Yani kuondoka kwa huyu kocha ni pigo, ni anguko kwa Stellenbosch, ndicho ambacho anakimaanisha. Mwingine anaitwa Ayana Ndlovu, anasema why cause he's doing great there. Kwa nini anaondoka? Ndicho ambacho anamaanisha, kwa sababu amefanya kazi kubwa akiwa ndani ya kikosi cha Stellenbosch. Sasa kwa nini anaondoka? Ndio swali hilo ambalo yeye anajiuliza, kutamani maybe aondoke. Mwingine ni Bongile Nene. Bongile Nene yeye anasema Chiefs were sleeping as usual. Chiefs were sleeping as usual. Huyu kocha siku za hivi karibuni hapa kulikuwa kuna taarifa za kwamba anaweza kujiunga na klabu kadhaa pale Afrika Kusini. Ilikuwa inatajwa Mamelodi Sundowns, ilikuwa inatajwa Kaizer Chiefs, kwamba angeweza kujiunga katika timu mbili katika hizo. Na kimsingi iliaminika kabisa kwamba anakwenda Kaizer Chiefs. Yani Kaizer Chiefs ilikuwa ndo wako kwenye mstari wa mbele kabisa. Na hususan wakati ambao Nasruddin Mohamed Nabi anaondoka ndani ya kikosi cha Kaizer Chiefs, ilionekana mbadala wake ni Steve Barker ndio atakwenda kuchukua hicho kijiti. Isivyo bahati, mambo yakawa yamekwenda tofauti, kwa maana ya Steve Barker wala hakwenda ndani ya Kaizer Chiefs, na baadaye tunamuona ndani ya kikosi cha Simba. So mambo yamekwenda tofauti. Mwingine huyu anaitwa Madenzo Dani. Yeye anasema Sundowns were sleeping. Yani Mamelodi Sundowns wamelala, akiwa anamaanisha au walilala kwa maana ya kuto kumpata Steve Barker. Steve Barker ni kocha ambaye nilikwambia hapo kwamba alikuwa anahusishwa pia na Mamelodi Sundowns, lakini anasema hapa walilala kwa wameshindwa kumpata. Huyu mwingine anaitwa Girls. Yeye ndio hivyo jina lake, Girls, ile wasichana. Anasema that mean Kaizer Chiefs walimsaini kwenye Facebook. Yani taarifa zilikuwa kubwa kwamba atakwenda kusainiwa, wengine walisha confirm kwamba tayari ameshasainiwa, lakini huyu anauliza hapa kwamba inamaanisha kwamba Kaizer Chiefs walimsaini huyu katika Facebook. Yani hakuna sehemu ambayo amesainiwa, kwa hiyo kwenye mtandao wa kijamii ndiko ambako alisainiwa huyu. Huo ni mtazamo wake huyo bwana Girls. Mwingine sasa, hii comment hii anasema anaitwa Tevholani Mbedzi. Huyu anasema after Simba project we'll see him somewhere in north part of African continent. Anachomaanisha ni kwamba
Baada ya projekti hii ya Simba, yani huyu kocha baada ya kuwa Simba na projekti hii anafikiria kumuona mbali zaidi, kwa maana ya maeneo mengine ya Afrika, na ametaja upande wa kaskazini mwa Afrika, kwa maana yale mataifa ya Kiarabu. Kwa hiyo anamuona kocha huyu akienda katika mataifa hayo ya kaskazini mwa Afrika kutokana na ubora wake. Tafsiri yake anaona kwamba atafanikiwa zaidi ndani ya wekundu wa Msimbazi, Simba. Yes, hizo ni miongoni mwa comments. Bado comments zinaendelea. Ikiwa bado tunaendelea na mitazamo ya watu wa Afrika Kusini, huyu anaitwa Lindokule Natal. Mwenyewe anasema baada ya Stellenbosch kumuuza De Jong na kwenda Orlando Pirates, ameona kama na yeye anastahili kuondoka, na amesema good move coach. Kwa hiyo ameona kama hii, ametumia neno hapo, ameona kama supermarket, kwa maana eneo ambalo wanauza bidhaa. Kwa hiyo na yeye kaamua kuondoka baada ya kuona huyo De Jong ambaye ni mshambuliaji wao kwenda kujiunga na Orlando Pirates. Na of course hii timu Stellenbosch ni timu ambayo inauza sana wachezaji. Jana tuliliangalia hilo kwa undani. Mwingine anaitwa Mfoka Mtimande Ngwenya. Mfoka Mtimande Ngwenya, na mwenyewe pia mtazamo wake anasema kwa nini Kaizer Chiefs hawakumsaini huyu? Kama anauliza hivi, imekuwaje? Hapana shaka huyu inawezekana ikawa ni shabiki wa Kaizer Chiefs. Comments nyingine zinaendelea, lakini huyu anaitwa Skelo Mshengu. Mwenyewe anasema I wanted this man at Sundown. He is special. Huyu anaonekana ni shabiki wa Mamelodi Sundowns na alikuwa anahitaji kumuona huyu kocha Steve Barker ndani ya Mamelodi Sundowns. Unajua sasa hivi Mamelodi Sundowns, huyu kocha wao Miguel Cardoso yupo kwenye kitimoto kweli. Mashabiki wengi wanaonekana hawaridhishwi naye. Kwa hiyo kuna pressure ambayo anapigwa. Sasa miongoni mwa makocha ambao walikuwa wanatajwa kwamba wangeweza kuchukua nafasi yake ni pamoja na Steve Barker, huyu kocha ambaye amejiunga na Simba. Sasa huyu bwana ndo amesema pale kwamba I wanted this man at Mamelodi Sundowns, he's a special, kwa sababu wana kitu. Sasa hapo mnazidi kupata picha nyinyi mashabiki wa Simba, nyinyi wadau wa soka la Tanzania juu ya huyu kocha. Comments mbili za mwisho, kuna comments nyingine hapa, anaitwa Bupotso Sebakeng. Mwenyewe anasema Stellies will never be the same without this man. You played your part, Mr. Coach. Huyu anasema, anaeleza kwamba Stellenbosch haitokuwa sawa kama ilivyokuwa chini ya Steve Barker, lakini anamwambia kwamba umeifanya kazi yako. Yani ndani ya Stellenbosch kama hauna deni hivi, umeifanya kazi yako. Yes, kwa hiyo huyu anajaribu kutoa hilo neno la appreciation kwa kocha, na anaonesha kabisa kwamba Stellenbosch huenda isiwe sawa kama ilivyokuwa hapo awali. Lakini mwingine Tendo Mabudu, yeye anasema I never thought, sikufikiria kama kuna siku nitakuja kuona huyu kocha akiondoka Stellenbosch na kwenda kwenye klabu nyingine. Ya kufikiria kitu cha namna hiyo, Tendo Mabudu anaona hii ni kitu tofauti kabisa. Kwa hiyo aliamini maybe Steve Barker angeendelea kusalia Stellenbosch pale, lakini mambo yamekuwa tofauti, ametangazwa kuondoka. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya comments ambazo nimezipika randomly. Yani unachukua kwenye hizi comments za kwanza labda 30 za kwanza unachukua 2, unaenda kwenye 30 za tatu unachukua 2, hivyo. Kwa hiyo nimechukua comments hapo, nimeshare na nyinyi comments karibia 30 hizo, na mmeweza kuona mitazamo ya watu wa Afrika Kusini wanazungumziaje, na lengo langu upate picha ya kujua kwamba huyu kocha ambaye amekuja ni kocha ambaye kwa hapo ushapata mwanga kwamba alikuwa ni kocha wa aina gani, na klabu aliyotoka hapo amezungumzia vitu vingi sana. Stellenbosch kwamba ni timu ya kuuza wachezaji. Kuna mtu katoa hadi comments ya kusema hii ni kama supermarket, ameamua na yeye aondoke. Wengine amesema kwamba amekimbia baada ya kuona jahazi linazama, kwa maana ya timu iko kwenye nafasi za chini kwa wakati huu. Mwingine amesema kwamba ana deserve kwenda kwenye timu kubwa kama hiyo, kwa sababu kwenda kwenye timu kubwa kama Simba anastahili kuwa hapo. Na mwingine anasema kwamba anatarajia kumuona zaidi ya Simba akienda Northern Africa kwenda kufundisha kandanda huko. Kwa hiyo kuna mitazamo mingi imetolewa, lakini umeweza kujua kwamba hata mashabiki wa Kaizer Chiefs na Mamelodi Sundowns wote walikuwa wakihitaji huduma yake. Kwa hiyo ni picha ambayo ndio nilikuwa nataka nikupe, ndio nilikuwa nataka uipate kuhusu hii ripoti maalum kutoka Afrika Kusini. Wenyewe wa Afrika Kusini wanazungumza nini? Sisi tumeshazungumza vitu vingi, lakini sehemu sahihi
ya kufahamu kwa undani zaidi. Hivi vitu vyote tulivizungumzia jana kwenye platform hii, lakini hawa wanatuthibitishia kwamba okay, huyu ni kocha wa namna gani na mazingira yake yako vipi. Kwa hiyo naamini lengo limekamilika, na wewe una nafasi pia ya kuweka comment yako kwenye comment section juu ya hiki ambacho tumekipitia hapa, hii mitazamo ya watu wa Afrika Kusini. Wanazungumza nini juu ya kocha Steve Barker ambaye ni raia wa Afrika Kusini, umri wa miaka 57? Wanazungumza nini? Nadhani umeona kile ambacho kinazungumzwa. Anyways, ripoti inaishia hapo. Mpaka wakati mwingine, mimi ni Kilo Fenest Hari Mzinga na hii ni Mzinga Sports. Usisahau kusubscribe. Bye.